Ziara ya mfalme wa Uingereza Charles na mkewe Malkia Camilla nchini Marekani itaendelea kama ilivyopangwa licha ya tukio la ufyatuliaji risasi nchini humo na kuzua wasiwasi wa kiusalama. Taarifa iliyotolewa na kasri ya kifalme ya Buckingham imesema uamuzi huo umefikiwa baada ya majadiliano ya pande zote mbili. Katika gumzo hii leo tunaangazia ziara hiyo na tukio hilo la ufyatuliaji risasi. Nimezungumza na Dr. Nicodemus Minde, mtaalamu wa usalama, na Mubwela Bandio, mchambuzi na mkazi wa Marekani, ambaye anaanza kuelezea jinsi raia walivyopokea shambulio hilo. Nafikiri ni tukio limepokelewa kwa namna ya ugawanyishi zaidi kwa sababu ya namna ambavyo sasa hivi nchi ipo. Watu wengi wamehoji maswali mengi kuhusiana na tukio lenyewe. Ukiangalia baada ya kutoka kwa video kadhaa, mapicha mjongeo nyingi kutoka katika pande mbalimbali, watu wakaanza kuhoji baadhi ya mambo, kwamba ilikuwaje wakati watu wengine wote ndani ya ukumbi wameonekana kushtushwa ni rais peke yake, na watu walikuwa kwenye high table hawakuonekana kuwa habari chochote kinachoendelea. Ilikuwaje alianza kutolewa makamu wa rais kabla ya rais? Ilikuwaje karibu watu 6 5 wote wa succession, kwamba una rais, una makamu wa rais, una speaker, una watu wote walikuwepo katika jengo moja na bado hajapata security kiasi cha kutosha? Lakini pia ilikuwaje yote yalitokea ndani ya nusu saa tu hivi, kukawa kuna ni kama vile hakuna kilichotokea, hakuna alionekana kwamba ameathiriwa. Tulisikia rais anasema kwamba imekuwa very traumatic, lakini hatuoni ndani yake. Na watu wengi wamehoji kuhusiana na hili, kwamba kama ni kweli kwamba tukio hili lilitokea bila aina yoyote ya mpango, Donald Trump ni rais wa kipekee kutokea na pengine hatotokea mwingine, lakini pia ana upekee wake mwingine, kwamba kila wakati ambao mambo yanaonekana kwenda vibaya ndani ya nchi, kutokuwa kuna tukio kama ile ambalo linaweza likawafanya baadhi ya watu wakampatia aina fulani ya huruma. Tunasema katika kura za maoni, baadhi ya watu wanaweza kuanza kufikiria kwamba labda anasakamwa, labda anatafutwa, labda ana nia njema. Kwa hiyo kuna mgawanyiko mkubwa kwa wale ambao wanaamini kwamba lilipangwa na wengine ambao wanahisi kwamba kama halikupangwa, basi kuna makosa ambayo watu wengi wanatakiwa kuwajibishwa, na kosa la Donald Trump kuweka watu ambao hawakidhi nafasi. Na kwa hapo Dr. Nicodemus Minde, kwa uzoefu wako, ufuatiliaji wako wa masuala ya usalama wa viongozi, tukio kama hili linaweza kupangwa? Nadharia kwamba ni maigizo hujitokeza mara kadhaa, hasa ukiangalia hali ya kisiasa ambapo ipo Marekani kwa sasa. Kuna ile mvutano wa kiitikadi pamoja na kichocheo cha mgawanyiko kutokana na vita ambavyo vilikuwa vinaendelea huko Iran, pamoja na mambo mengine ya kisiasa, tukizingatia kwamba kuna kura inakuja mwezi wa 11, pamoja na ule uungwaji mkono wa Donald Trump umeshuka chini kwa muda wote ambao umewahi kutokea. Kwa hiyo tukio la aina hii huwa linajenga taswira kwamba una uwezekano kwamba labda limepangwa, lakini ukiangalia pia inaonyesha pia ni kuzorota ama lapses kwenye masuala ya usalama katika ule ulinzi, ikizingatia kwamba dina hii ilikuwa inafanyika katika hoteli na ilikuwa inajumuisha maafisa wa juu sana wa serikali. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa tunaweza kusema kuna tashwishi kuhusu ukweli ama edha kama imepangwa ama haijapangwa. Mubelwa, tukio hili limetokea wakati ambapo leo Jumatatu mfalme wa Uingereza anaanza ziara yake nchini Marekani, na tumeona licha ya hayo yaliyotokea, lakini ziara yake imeshatangazwa kwamba itaendelea kama kawaida. Sasa unadhani hii inaakisi vipi msimamo wa kisiasa ama ni diplomasia kwamba ziara iendelee licha la tukio kama hilo la hatari lililotokea? Hakuna tishio ama hakuonekani kuwa na tishio, hata mjadala wa hofu ya usalama kwa mtu mwingine yeyote nje ya, na ndio maana watu pia wanaanza kuhisi kwamba kwa nini kama ni kweli inakuwa ni kwa watu hawa tu ambao pia wana aina fulani ya uovu ambao wamefanya. Kwa hiyo hakuna anayeona kwamba kuna wasiwasi wa usalama kwa ujio wa mfalme Charles. Changamoto tu kubwa ni kwamba kwa haya yote ambayo Rais Donald Trump amesema na kushutumu Uingereza, kwa nini bado anakuja na watu wengine walisema kwamba angestahili kugomea safari kama sehemu ya kuonyesha kutoridhishwa kwake na namna ambavyo Donald Trump anaizungumzia nchi yake. Huzani ziara hii ya mfalme Charles nchini Uingereza labda inaenda kuweka mambo sawa kwa kile kilichotokea? Hapana, haitoweka mambo sawa, kwa sababu kwanza ni mtazamo wa Rais Donald Trump na asili ya tuhuma zake, si kwamba kulikuwa kuna ucheleweshaji wa maamuzi. Hapana, changamoto hasa ni kwamba Rais Donald Trump anataka Uingereza ishiriki katika vita ambavyo wao Uingereza hawakushirikishwa hata katika kuvitafakari umuhimu wa kuwepo kwake. Ni kitu ambacho hawawezi kufanya hivyo kwa sababu ya kila ambacho watastahili kwenda kueleza kwa wananchi. Ni vita ambavyo havina maarufu, haviko popular, sio tu Uingereza, hata hapa nchini Marekani yalikuwa ni maamuzi binafsi, na ndio maana unaona hapa nchini Marekani kuna maandamano mengi ya no kings, kwa maana kwamba wanahisi alikofikia Rais Donald Trump haendani na matakwa ya wananchi. Inaonekana serikali ya Uingereza kama itaendelea kusikiza matakwa ya wananchi, kura za maoni hazitaki nchi ingie katika vita hii kama ambavyo iko hapa nchini Marekani, kwamba utashi wa rais umeamua kumridhisha mshirika wake ambaye ni Netanyahu kuliko wananchi. Kwa sidhani kama hii itarajisha chochote, kwa sababu kama haumsave Donald Trump utakuwa katika upande wa shutuma na tuhuma. Kwa hiyo Uingereza watambue kwamba mpaka pale watakapo
kuamua kumridhisha, na hata aliweza kumridhisha pia ameweza kuwafukuza kazi na kuwasema vibaya. Unadhani tukio kama lililotokea linaweza kuwa limekusudiwa kisiasa kuweza kumpatia huruma ya umma bwana Trump? Na kwa nini watu wanaamini hivi? Dakika 30 tu baada ya tukio kutokea, Rais Donald Trump anakwenda na kuanza kuzungumza na kusema kwamba haya yote singetokea kama tu mngekuwa mmekubali nimalizie kujenga ballroom ambayo mahakama imepuuza. Mniache nijenge kwa sababu ni sehemu ya usalama. Ameitumia hii katika vitu mbalimbali. Na jana Jumapili, ambapo mara nyingi watu wengi huwa wanakwenda katika vyombo vya habari kujaribu kuuza sera ama kupinga sera zilizoko madarakani, maona viongozi wengi akiwemo mwanasheria mkuu ambaye anakaimu na wengine wakija wakizungumzia hii kama sehemu ya kusukuma baadhi ya miswada ambayo imekwama katika bunge katika masuala ya usalama, ambayo kuna sababu za msingi za kukwama. Ukiangalia watu ambao waliuawa na ICE kule Minnesota ni watu ambao walikuwa wanakimbia kutoka katika mamlaka wakapigwa risasi kwa uawa, lakini huyu alikuwa anakuja kwa mamlaka ya kwenda kumuua, kujaribu kuua, kwa sababu mwanasheria mkuu amesema kwamba lengo inaonekana ni kama vile, na hata msemaji wa ikulu, lengo lilikuwa ni kwenda kuwaua maofisa na pengine rais mwenyewe, lakini huyu hajauawa, inaonekana amekamatwa katika namna na kupelekwa. Kwa hiyo ndio maana watu wanaanza kupata wasiwasi. Kwa hiyo kama ni kweli halikuwa imepangwa, basi Trump ni rais tu mwenye bahati, lakini pia ni rais ambaye anatufundisha namna ya kutumia majanga kama fursa katika kusukuma ajenda za kisiasa. Dr. Minde, tukio hili ama taharuki hii ya kiusalama ambayo imetokea Washington, unadhani inatoa funzo gani kwa dunia kwa ujumla au kwa mataifa ama kwa viongozi wa Afrika? Swala zima la usalama, kwamba mataifa mengi yanakumbwa na taharuki za kiusalama, ni changamoto za kiusalama, na kwamba ukiangalia taifa kama la Marekani ambalo linaheshimika katika masuala ya usalama, lakini bado kunakuwa na zile security breaches. Lakini natukumbusha pia kwenye swala lingine la udhibiti wa silaha, gun control, na udhibiti wa watu kuendelea kuhusika na masuala ya silaha. Lakini kwa Afrika nadhani ni jinsi gani yanahitaji kuwekeza zaidi katika uchambuzi wa data na si tu kwa nguvu za kijeshi. Nadhani ni jambo ambalo wa Afrika tunaweza kujifunza, lakini hatimaye pia nadhani ni funzo kwa mataifa mengi ya Afrika kwamba ulinzi wa rais ni muhimu sana. Lakini pia tunaona picha mbili, kwamba mara nyingi tunaona hatua kama hizi zinaweza kusababisha kuonekana kwamba kuboost ushawishi wa rais kama rating zake zinaenda kuwa chini. Kwa hiyo tunaliona linatokea. Na mwisho, kwa ufupi tu, maoni yenu kuhusiana na hali ilivyo na ziara ya mfalme wa Uingereza nchini humo? Nafikiri swala ambalo utasikia ni swala la umiliki wa silaha. Kuna silaha zaidi ya milioni 500. Idadi ya bunduki zinazomilikiwa na raia kihalali ni nyingi kuliko idadi ya watu walioko hapa nchini Marekani, lakini hiyo haitakuwa sehemu ya mazungumzo katika vitu kama hivi, kwa sababu ni moja kati ya ajenda ambazo zinapingwa zaidi na Republicans, kwamba kuzuia umiliki wa silaha. Lakini kuhusiana na swala la ujio wa mfalme, sidhani kama kuna shida yoyote. Haijaonekana kujawa na mazungumzo ama tetesi yoyote kuhusu swala la usalama, na pengine hata mazungumzo. Kinachofuatiwa tu ni kwamba najaribu kusubiri kuona nini kitasemwa baada ya wawili hao kukutana, na tuona kama Rais Donald Trump anaweza ama kuomba radhi au kubadilisha kauli zake ama toni yake anapokuwa akizungumzia Uingereza. Minde? Nadhani ujio wa mfalme Charles ni test kwa uhusiano kati ya Marekani na Uingereza, kwani tunafahamu kauli ambazo zimetamkwa na Donald Trump ambazo zimeharibu uhusiano unaitwa special relationship kati ya Marekani na Uingereza, pamoja na uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Ulaya. Nadhani watu watakuwa wanafuatilia sana ni jinsi gani uhusiano unaweza kuonekana na jinsi kama unaweza kurekebisha uhusiano ambao unaona kama umezorota sana, kwani ni uhusiano wa kihistoria. Lakini tufahamu kwamba mfalme yeye sio kiongozi wa serikali, bali ni ceremonial leader, lakini sidhani masuala ya sera yatazungumzwa zaidi, lakini itakuwa ni ziara ya kiishara, yani symbolic visit, kuonekana kama wanaweza kuimarisha ule uhusiano maalum, yani special relationship kati ya Marekani na Uingereza.